Karibu sana wapenzi wa michezo. Licha ya kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Fountain Gate, kocha mkuu wa Yanga Pedro Goncalves amewawakia mastaa wa timu hiyo hawakucheza katika ubora kutokana na uchovu, ingawa alikiri walikutana na wapinzani ambao walikuwa na mkakati wa kujilinda zaidi. Yanga ilipata ushindi kwenye uwanja wa KMC Dar es Salaam na kuifanya ifikishe pointi 13 na kushika nafasi ya 3 katika msimamo wa ligi kuu bara, na sasa itasafiri hadi Dodoma ili kesho Jumapili kukabiliana na Coastal Union katika mechi nyingine ya ligi kuu itakayosimama hadi Januari 21 mwakani. Akizungumza baada ya mechi hiyo ya 5 kwa Yanga katika ligi ya msimu huu, amesema matokeo waliopata haikuwa kazi rahisi kutokana na Fountain walivyoingia na mkakati wa kujilinda zaidi na wachezaji wa Yanga kufanya kazi kubwa kuivuka ngome iliyokuwa na watu 9. Haikuwa rahisi, wapinzani wetu walikuwa na mkakati wa kuzuia zaidi, hivyo kufungua ngome yao ilitumika nguvu kubwa. Licha ya ukweli baadhi ya wachezaji wangu niliowapa nafasi kutokuwa bora, japo tumefanikiwa kupata ushindi huo mzuri kwetu, amesema Pedro na kuongeza, kikosi kilikuwa na mabadiliko. Nilitoa nafasi kwa wengine ambao hawakuwa na wakati mzuri kupata nafasi mechi zilizopita, ila hawakuwa bora sana, lakini wamefanya kazi. Naamini ninakibanua kuwajenga kuwa katika ubora sawa na wenzao wanaocheza mara kwa mara. Pedro amesema bado ana ratiba ngumu kutokana na kuwa na viporo vingi kwa ajili ya mechi za ndani, hivyo atalazimika kufanya mabadiliko ili kutoa nafasi ya mapumziko kwa wengine wanaotumika sana, na hilo litakuwa endelevu. Pamoja na kutoona ubora uliotarajiwa licha ya kukutana na mpinzani aliyekuwa na mbinu ngumu, naamini nitafanyia kazi upungufu niliouona kabla ya kuikabili Coastal Union, amesema. Tunakuwa na muda mchache wa kufanya mazoezi ya kurudisha utimamu wa mwili kabla ya kuvaana na wapinzani. Hili ndilo shina linalofanya wachezaji wanacheza chini ya kiwango. Sitaki kujitetea kwa hili, kwani nina wachezaji wengi. Kazi nilionayo ni kujenga uwezo sawa na wenzao. Pesa za Diarra. Kocha huyo pia alizungumzia kitendo cha mashabiki wa timu hiyo kumwagia fedha kipa namba 1 Diarra Djigui kutokana na ubora aliouonyesha katika mechi iliyopita ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya JS Kabylie, akisema ni jambo zuri la kuendelea kuboresha uwezo wa wachezaji na kutoa chachu ya ushindani. Nimefurahishwa na namna mashabiki walivyohamasika kumchangia mchezaji kiasi cha fedha kutokana na ubora. Hii itatoa chachu kwa wengine kuonyesha juhudi uwanjani. Pia kwa Diarra mwenyewe kuendeleza ubora ni nzuri, amesema Pedro na kuongeza, hii kwa wachezaji inaongeza morali na pia ushindani wao kwa wao. Kila mmoja atataka kuibuka shujaa kwenye mchezo husika ili aweze kutuzwa kama ilivyo kwa Diarra. Nimefurahishwa na naamini itanirahisishia kazi kwa kuongeza ubora kwa mchezaji mmoja mmoja. Pedro amesema mpira una wachezaji 12 na huyo mchezaji wa mwisho 12 ni shabiki. Ili apate furaha anahitaji burudani kutoka kwa nyota 11 anaoamini, hivyo furaha ya mashabiki itategemea ubora wa wachezaji mmoja mmoja na pia timu kwa ujumla, ambayo itatoa matokeo mazuri na mchezo mzuri uwanjani. Hii ni kubwa sana na wachezaji wanatakiwa kuipa thamani. Ukiondoa soka na kuitumikia Yanga, ni ajira yao bado. Kuna watu nje ya uwanja wanategemea ubora wao ili wafurahie, na ndio maana wanajitoa, na wao wanatakiwa kujitoa kwa hali na mali ili kuipambania nembo ya timu. Usisahau kusubscribe, kutoa maoni yako na kulike channel yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu.